Kitu namba moja kinachokufanya ubaki pale pale kila siku sio mazingira yako na wala sio watu wanaokuzunguka, bali ni maneno ambayo umekuwa ukijisemea mwenyewe kila siku. Kwa sababu kabla dunia haijakwambia wewe ni nani, kuna sauti ndani yako imekuwa ikikwambia wewe ni nani. Na swali langu leo ni hili: je, hiyo sauti ndani yako imekuwa ikikuboresha au imekuwa ikikurudisha nyuma zaidi? Kwa sababu hauwezi kujenga maisha makubwa huku ukiwa ndani yako kila siku ukiamka unajiambia mimi siwezi, wengine wana vipaji, labda nimechelewa. Unaweza kuwa na uwezo mkubwa, unaweza kuwa na kipaji, unaweza kuwa na fursa mbele yako, lakini kama ndani yako unajiona kwamba hautoshi, utaendelea kujizuia wewe mwenyewe. Na kitu kibaya ni kwamba hautagundua kwamba ni wewe mwenyewe unayejizuia. Ndiyo maana leo nataka tuzungumzie maneno unayojisemea mwenyewe yanaweza kuathiri confidence yako, yanaweza kuathiri maamuzi yako na maisha yako kwa ujumla. Hatua ya kwanza, akili yako inaamini kile unachorudia kila siku. Akili yako inasikiliza sana maneno unayojiambia wewe mwenyewe, na watu wengi hawajui kwamba maneno wanayojisemea yana nguvu kiasi gani. Mfano, umeamka tu asubuhi na jambo la kwanza unaanza kujiambia mimi sina bahati, maisha ni magumu, sijui kama nitafanikiwa. Na bila kujua unajenga utambulisho wako kupitia hayo maneno, na baada ya muda akili yako inaanza kuyachukua hayo maneno kama ya ukweli. Sio kwamba hayo maneno ni ya ukweli, hapana, bali ni kwamba umeyarudia sana kwenye kichwa chako mpaka umeanza kuyaamini. Kumbuka, imani yako ndiyo inayoongoza matendo yako. Kama unaamini wewe huwezi, hata fursa ikija mbele yako utaogopa. Na kadri unavyoendelea kuyarudia hayo maneno, ndivyo yanavyozidi kukufunga sehemu ile ile kila siku. Namba 2, maneno unayojisemea yanaathiri confidence yako, kwa sababu confidence haitoki nje yako. Confidence inaanza ndani yako. Watu wengi wanafikiri kwamba confidence inakuja baada ya mafanikio, lakini mara nyingi ni tofauti. Confidence inaanza pale kwa wewe kujiamini kwamba unaweza, na ukishajiamini kwamba unaweza, utaanza kuchukua hatua ambazo zitakazoleta matokeo mazuri. Fikiria hivi: kuna vijana wawili na wote wanafukuzwa kazi siku moja. Kijana wa kwanza anaanza kujiambia mimi siwezi, maisha yangu yameishia hapa. Anaanza kujilaumu, anaanza kumlalamikia kila mtu na hachukui hatua yoyote kubadilisha hiyo hali. Anaona huo ndo mwisho wa maisha yake. Upande mwingine, kijana wa pili anakaa chini na kujiambia kwa utulivu, sawa, hili limeshatokea, natakiwa nichukue hatua gani? Anarekebisha CV yake, anaanza kuomba kazi sehemu nyingine, anaboresha ujuzi wake, anafikiria hata kujiajiri. Na hapo ndipo tunaona kwamba changamoto ni ile ile, lakini tofauti yao ni namna wanavyojiona ndani yao. Mmoja anaona changamoto kama ushahidi kwamba yeye hawezi, na mwingine anaona changamoto kama sehemu ya ukuaji. Na hapo ndipo confidence inavyoanza kujengwa ndani yake. Namba 3, maneno peke yake hayawezi kubadilisha maisha yako. Kuna kitu hapa nataka ukielewe. Sio kujiambia maneno mazuri kila siku ndo kutabadilisha maisha yako. Hapana. Affirmation bila action ni maneno tu. Ukijiambia kwamba mimi ni mtu mwenye confidence, ni lazima uanze kuchukua hatua ambazo mtu mwenye confidence angechukua. Ongea hata kama ukiwa unaogopa. Anzisha biashara hata kama haujui
matokeo yatakuwaje? Uliza hilo swali. Fanya kile kitu ambacho mtu mwenye confidence angefanya. Asingejali watu watanichukulia vipi. Kwa sababu maneno mazuri yanapaswa kukupa nguvu ya kuchukua hatua, na confidence inajengwa kwa ushahidi. Kila unapochukua hatua, hata kama ukiwa unaogopa, unajijengea ushahidi ndani yako kwamba mimi ninaweza. Na kila ushahidi ndio unaojenga confidence ndani yako. Namba 4, badilisha mazungumzo yako ya ndani. Najua kuna swali kichwani mwako umekuwa ukijiuliza, sasa nitawezaje kubadilisha maneno ninayojisemea? Hatua ya kwanza, yatambue maneno yote mabaya ambayo umekuwa ukijiambia kila siku. Halafu tafuta daftari leo. Chukua kurasa moja, gawanya mara 2. Kurasa ya kwanza, andika maneno mabaya ambayo umekuwa ukijiambia kila siku. Mfano, mimi siwezi, sina kipaji, mimi ni mtu wa kushindwa. Halafu upande wa pili, andika maneno yote unayotaka kuanza kuiamini. Mfano, mimi ninaweza, ninajenga confidence yangu taratibu, hakuna aliyoanza akiwa anajua, nitaanza na nilichonacho. Maneno yote ambayo wewe unayatamani kuyaanza kuyaamini, halafu yarudie hayo maneno kila siku, kwa sababu kadri unavyorudia ndivyo akili yako inavyoanza kuyazoea, na baada ya muda hayo maneno yataanza kuwa sehemu ya utambulisho wako. Namba 5, anza kujiongelesha kama mtu unayetaka kuwa. Kama unataka kuwa mtu mwenye confidence, anza kujiuliza, mtu mwenye confidence anachukua maamuzi gani kwenye kila changamoto? Kama unataka kuwa mtu mwenye nidhamu, anza kutimiza ahadi ndogo unazojiwekea. Hata iwe ndogo kiasi gani, hakikisha unatimiza. Kama ulijiambia utafanya mazoezi kwa dakika 10, timiza hiyo ahadi. Kila unapotimiza ahadi ndogo unazojiwekea, akili yako inaanza kukuamini. Kama kuna jambo moja nataka ukumbuke baada ya kuangalia hii video ni hili: maisha yako ya kesho yanaanza na mawazo na maneno unayoruhusu yaishi ndani ya kichwa chako. Usiwe mtu wa kwanza kujizuia kufikia ndoto yako. Kuwa mtu wa kwanza kuamini uwezo wako, kwa sababu kabla hujabadilisha maisha yako, ni lazima ubadilishe maneno unayojisemea kila siku. Na kabla sijamaliza hii video, nataka nikuachie sentensi hii. Kila siku una mazungumzo mawili, yale ambayo unayoongea na watu wengine na yale ambayo unayoongea na wewe mwenyewe. Na mara nyingi maneno ambayo unayojisemea ukiwa peke yako ndiyo yanayoamua maisha gani utayaishi. Kama umejifunza kitu kwenye hii video leo, usisahau kulike hii video, kushare na rafiki yako, pia kusubscribe hii channel ili uendelee kujifunza kila siku. I love you guys. Thank you for watching.